Ndugu yangu, mtu wa Mungu, nami ni ndugu yako, mtu wa Mungu, wala sio mtu wa mtu, mtu wa Mungu. Tusubisiwe Mtafya toka Ihanda Ngozi Songwe. Naomba unisikilize kwa siku hii ya leo, mtu wa Mungu. Wewe sio mtu wa mtu, ni mtu wa Mungu. Tena unapaswa hata kuijua kazi ya Mungu ya kumtumikia wewe, mtu wake. Nije kwako wewe, mtu wa Mungu, hata kama una cheo kikubwa, ni mtu. Wewe ni mtu wa Mungu. Nimefundisha vipindi vyangu kwamba usome sana Ufunuo 22 ile mistari miwili wa 18 na ule wa 19 uelewe. Nimesema kwamba na usome Wagalatia 6:19 usome sana pale, na nimefundisha kwamba ukikuta tendo unalolitenda limeorozeshwa hapo kwenye matendo ya mwili yaliyo dhahiri, ukikuta tendo unalolitenda limeandikwa, ujijue kwamba hapo upo katika njia pana iendayo upotevuni, hata kama una cheo. Nikuambie, mkubwa mwenye cheo kikubwa wa dhehebu fulani, wewe hapo ulipo una hasira. Kwa hiyo jijue kwamba una hasira, upo mkono wa kushoto, upo katika njia pana, wewe mkubwa wa hilo dhehebu. Hasira unayo, nikwambie ujijue sasa jinsi unavyoitumia hasira. Hata umekuwa njia pana iendayo upotevuni. Siku ile niliyokuja hapo chuoni, nilikuwa nimeleta zawadi kwa wanachuo waliopo mahali hapo. Ulinifukuza, ukatumia hasira yako ulionayo, ukanifukuza, ukawaambia na hao wachungaji unaowapatia hivi vyeo vya uchungaji, ukasema mfukuzeni huyo mama, hata kama anakuja kuingia kwenye majengo yenu ya kukutania ya dhehebu langu, mfukuzeni. Nao hao wachungaji wanavyokutii wewe kuliko kumtii Mungu, nao wakawa wamenifukuza. Kwa hiyo wewe mkubwa, wewe, kwa hiyo hapo umeliondoa lililoandikwa katika kitabu cha Agano Jipya, Waebrania sura ya 12 na ule mstari wa 14. Maana hicho ndio kitabu cha Agano Jipya. Kimeandikwa, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Kule kunifukuza ndio kutafuta kwa bidii kuwa na amani na watu wote, wakati na mimi mwenyewe ni mtu. Hapo umeliondoa hilo, ulifanyi, na Mungu amekuondolea sehemu yako katika mti wa uzima na katika ule mji mtakatifu ambao habari zake zimeandikwa humo. Unipate hapo, ujijue hapo kwamba umeliondoa, na tena uniombei. Hapo umeliondoa lililoandikwa katika kitabu cha Agano Jipya ambalo Yesu anasema, wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi. Kwa kuwa huniombei, hilo hulifanyi, umeliondoa, na Mungu amekuondolea sehemu yako katika mti wa uzima na katika ule mji mtakatifu ambao habari zake zimeandikwa humo.
Kama umenipata, soma sana hivyo vitabu, uvisome. Nimesema ule mstari wa 18 wa Ufunuo 22, mwandishi Yohana anaposema namshuhudia kila mtu, wewe ndio mtu, maneno ya unabii wa kitabu hiki. Mtu akiyaongeza, Mungu atamwongezea mapigo. Kuyaongeza ni kuyafanya ya Agano la Kale yasiyoandikwa katika hivyo vitabu vya Agano Jipya. Uwa wa 19, kuondoa lolote na mtu yeyote, wewe ndio mtu, akiondoa lolote katika maneno ya unabii wa kitabu hiki, Mungu atamuondolea sehemu yake katika mti wa uzima na katika ule mji mtakatifu. Kuondoa lolote ni kuto kulifanya lolote lililoandikwa katika kitabu chochote cha Agano Jipya. Wewe umeliondoa kwa kuto kuliombea, kwa kuto kuniombea. Kwa kunifukuza umeongezewa mapigo, kwa kuto kuniombea umeondolewa uzima. Hapo ulipo ni mfu na utatupwa jehanamu. Mungu akusaidie ujijue hapo ulipo, ujitambue hapo ulipo kwamba ni mfu. Wewe ni mfu, hata kama una cheo kikubwa ni mfu na utatupwa jehanamu kwa kuto kuniombea, kwa kunifukuza. Umeongezewa mapigo bila kujijua. Kwa kuto kuniombea umeondolewa uzima, ni mfu hapo ulipo. Mungu akusaidie. Umenielewa? Nije kwako mchawi unayetaka kuniua kusikoandikwa katika vitabu vya Agano Jipya. Unataka kuniua kusikoandikwa katika vitabu vya Agano Jipya. Umeongezewa mapigo kwa kutaka kuniua kusikoandikwa katika vitabu vya Agano Jipya. Umeongezewa mapigo kwa kuto kuniombea, umeondolewa uzima, ni mfu. Maana kitabu cha Agano Jipya Yesu anasema wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi. Sasa wewe huniombei, hilo umeliondoa na Mungu amekuondolea uzima. Hapo ulipo ni mfu mchawi, wewe ni mfu na utatupwa jehanamu. Nije kwako mchungaji, maana katika vipindi vyangu nimesema unaposoma vitabu vya Agano la Kale kuanzia Mwanzo hadi Malaki, soma tu, wala unayafanya yale uliyoyasoma, wala usiwe unayafundisha. Soma tu na kuishia. Hebu sasa nikwambie mchungaji, wewe ambaye unawaambia washirika wako, unasema mtoleeni Mungu fungu la 10 na malimbuko, na hayo unayoyafundisha hajaandikwa katika vitabu vya Agano Jipya, na washirika wako wanavuja mahindi kabla hawajala, wanasema haya ni malimbuko ya kumtoa Mungu kama ulivyowaambia. Wanachuma nyanya kabla hawajala, wanasema hizi ni za kumpa Mungu. Wanatoa fungu la 10, wanasema hii ni ya kumpa Mungu. Wanavileta madhabahuni. Unachukua nyanya unakula, unachukua mahindi unakula, unachukua fungu la 10 unakula. Wewe ni Mungu? Wakati umewaambia washirika wako kwamba mtoleeni Mungu fungu la 10 na malimbuko, wameyaleta madhabahuni, unakula. Wewe ni Mungu? Nyanya unakula, wewe ni Mungu? Kwa hiyo ulikuwa unasema uongo. Kwa hiyo ulikuwa unasema uongo, kumbe ni wewe unakula, usiye Mungu. Hapo umesema uongo isivyoandikwa katika vitabu vya Agano Jipya, kama vile Waefeso 4.
sura ya 25. Hicho ni kitabu cha Agano Jipya, kimeandikwa, basi vueni uongo mkaseme kweli, kila mtu na jirani yake. Wewe umesema uongo kwa washirika wako, kwa hiyo umeongezewa mapigo kwa kusema uongo. Umeondolewa uzima kwa kuto kusema kweli. Hapo ulipo ni mfu, mchungaji, wewe ni mfu. Umeongezewa mapigo kwa kuambia washirika wako kwamba mtolee Mungu fungu la 10 na malimbuko, wanaleta unakula, usiye Mungu, kumbe usema uongo. Basi wewe hujavua uongo, ni muongo. Siku hiyo ambayo ulisema uongo kuwafundisha washirika wako kwamba mtoleeni Mungu, kumbe wanakutolea ni wewe, siye Mungu, wewe ni muongo. Kwa kusema uongo umeongezewa mapigo. Kwa kuto kusema kweli umeondolewa uzima. Ni mfu, mchungaji wa yote ambaye unafundisha washirika wako kwamba mtolee Mungu fungu la 10 na malimbuko, wanatoa unakula, wewe ni Mungu. Hapo umesema uongo, wewe ni mwongo, husemi kweli kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Agano Jipya. Huko kuto kusema kweli ndio kuliondoa, ndio Mungu amekuondolea uzima, mchungaji. Ijapokuwa wewe ni mchungaji, ni mwongo, utatupwa jehanamu kwa kuto kusema kweli. Mungu akusaidie. Kwako mchungaji, wewe unayesema kwamba sisi dhehebu letu washirika kama hawatoi fungu la 10 tunafukuzwa uchungaji. Kwa hiyo unapenda unapenda cheo sana. Hebu nipate wewe, nipate hapo. Wewe nirudie kukwambia, wewe uliokuwa unaniambia unasema sisi dhehebu letu kama washirika wako hawatoi fungu la 10 tunafukuzwa uchungaji. Uchungaji huo ni cheo ulichopewa na huyo mkubwa anayewatolea vyeo wachungaji wa dhehebu lake. Hapo ulipo unachotumikia, unatumikia cheo, unaogopa kusema kweli, unayafanya yasiyoandikwa humo kwa kujali cheo. Kwa hiyo umependa cheo kuliko kumpenda Mungu. Maana kumpenda Mungu ni kuyafanya yote maneno yaliyoandikwa katika vitabu vya Agano Jipya tu. Kuyafanya ya Agano la Kale ni kuyaongeza na kuongezewa mapigo. Hapo wewe kwa kujali cheo umependa cheo kuliko uzima. Hapo ulipo unachokitumikia, unatumikia cheo, unamtumikia mtu huyo anayewagawia vyeo vya uchungaji, huyo ambaye ana mamlaka ya kukutoa hicho cheo. Huyo ndo unamtii sana, unamtii kuliko kumtii Mungu. Huyo anaye wapatia vyeo hivyo vya uchungaji, huyo unamtii kuliko kumtii Mungu. Maana kumtii Mungu ni kuyafanya yote maneno yaliyoandikwa katika vitabu vya Agano Jipya tu. Huko ndo kumtii Mungu, huko ndo kutii, na huko kutii ndo kujali wokovu hata uweze kupona. Kuto kuyafanya yote ni kuto kutii, na huko kuto kutii ndo kuto kujali wokovu hata usiweze kupona. Hapo ulipo wewe unajali cheo, unamtii mtu. Wewe sio mtu wa mtu, nimekuambia wewe ni mtu wa Mungu. Unapaswa kujua kazi ya Mungu kwamba ni ipi na ikoje. Ndio nakufundisha kwamba kazi ya Mungu ipo moja tu, nayo ni hii: kuyafanya yote maneno yaliyoandikwa katika vitabu vya Agano Jipya tu, kuyafanya yote. Kuto kuyafanya yote huko ni kupenda giza kuliko nuru, ni kupotea, ni kuto kumwamini Mwana. Bali kuyafanya yote ndo kumwamini Mwana hata usipotee, bali uwe na uzima wa milele. Nisikie
Nisikie, nimekwambia kwamba achana kusema sisi katika dhehebu. Nimesema utaratibu waze, kila watu wana utaratibu wa kwao. Kila dhehebu kila dini ina utaratibu wake, lakini nimewaambia kwamba utaratibu unayotakiwa kufuatwa, utaratibu mpya aliofanya Yesu pale msalabani, huo ndio unatakiwa kufuatwa. Achana na utaratibu wa dhehebu lako, achana na utaratibu wa dini yako. Huo utaratibu wengine wanawaambia washirika kwamba mtolee Mungu fungu la 10. Huo nao ni utaratibu wao. Wanasema washirika wao wanatoa fungu la 10, au washirika wakizani wanampa ni Mungu. Sasa hao washirika wanapotoa, hao wachungaji wenye utaratibu huo wanaichukua ile fungu la 10, wanasema hii ni chakula cha wachungaji. Tukiwa na mkutano kwenye jiko kuu, wachungaji wanachukua ile hela, wanakula ile fungu la 10 ambalo wamesema uongo kuwaambia washirika kwamba mtolee Mungu fungu la 10. Kumbe wao ndo wanakwenda kula kwenye jiko kubwa, nao ni utaratibu wao, lakini uongo ni pale pale. Maana uongo ni pale pale kusema kwamba mtolee Mungu fungu la 10. Kumbe hawa wanaotoa wanadhani wanamtolea ni Mungu, kumbe ni chakula chenu wachungaji kwenye mkutano mkuu, kwenye jiko kuu. Hapo uongo ni pale pale. Mmesema uongo kuwaambia washirika kwamba mtolee Mungu fungu la 10, kumbe ni chakula chenu kwenye jiko kuu mkiwa na mkutano mkubwa. Uongo ni pale pale. Lakini kitabu cha Agano Jipya, Waefeso 4:25, hicho ni kitabu cha Agano Jipya, kimesema basi vueni uongo mkaseme kweli, kila mtu na jirani yake. Ninyi wachungaji wa dhehebu hilo mmesema uongo kwa washirika wenu. Mumeondolewa uzima, mumeongezewa mapigo kwa kusema uongo, mumeondolewa uzima kwa kuto kusema kweli kama ilivyoandikwa. Mungu awasaidie. Ninakuomba wae yote, wewe uijue kazi ya Mungu kwamba iko moja tu. Usizani unapomtumikia mtu uzani ndio unamtumikia ni Mungu. Ndio nimekwambia kwamba mimi sio mtu wa mtu, na wewe pia sio mtu wa mtu, ni mtu wa Mungu. Sasa kama ni mtu wa Mungu, unapaswa kumtumikia yeye peke yake, na utumishi wa kumtumikia Mungu ni kuyafanya yote maneno yaliyoandikwa katika vitabu vya Agano Jipya tu. Hiyo ndo kazi, huko ndo kutumika, kuyafanya yote. Kumtumikia mtu na kumtumikia Mungu ni vitu viwili tofauti. Kumtumikia Mungu, ukizani ninamtumikia ni Mungu, anakwambia utakuwa unamlimia mashamba yake, utakuwa unafanya yote anayotaka uyafanye. Huo ni utumishi wa kumtumikia Mungu. Mtu, wewe sio mtu wake. Huyo mtu ni mtu, wewe sio mtu wa mtu huyo, maana mchungaji wako ni mtu, sio Mungu. Unapomtumikia huyo mchungaji wako, usidhani ndo unamtumikia ni Mungu. Hapana, sio mtu, sio Mungu huyo. Mchungaji wako sio Mungu, ni mtu. Hata kama unadanganywa kwamba unapomtumikia mchungaji unamtumikia ni Mungu, unadanganywa, unapotezwa. Kazi ya Mungu ipo moja tu, kama vile yeye ni mmoja, nayo ni hii. Nisikie wewe mtu wa Mungu, nisikie, uijue kazi ya Mungu ili uweze kumtumikia. Uijue kwamba ni kazi ipi na ikoje. Ndio ninakufundisha kwamba kazi ya Mungu ni kuyafanya yote maneno yaliyoandikwa katika vitabu vya Agano Jipya tu. Kuyafanya yasiyoandikwa katika vitabu vya Agano Jipya umeongezewa mapigo. Nakwambia
kutoa fungu la 10 na malimbuko kuzani unampatia ni Mungu, Mungu amekuongezea mapigo, kwa kuwa unayafanya yasiyoandikwa katika vitabu vya Agano Jipya. Kama huwapi watu vitu, umeliondoa lililoandikwa katika kitabu cha Agano Jipya. Injili ya Luka 6:38. Yesu anasema wapeni watu vitu. Yesu hajasema mpeni Mungu fungu la 10 na malimbuko. Hayo achana nayo. Unapoyafanya hayo, ndio Mungu amekuongezea mapigo. Usipowapa watu vitu, Mungu amekuondolea uzima, ni mfu hapo ulipo kwa kuondoa hilo. Huo ndio mstari wa 19 ambao Yohana anasema, na mtu yeyote akiondoa lolote. Kuondoa lolote ni kuto kulifanya lolote lililoandikwa katika kitabu chochote cha Agano Jipya. Ndio Mungu amekuondolea uzima, kwa kuwa huwapi watu vitu, hilo umeliondoa, hulifanyi. Nimefundisha watu wa Mungu, nimesema kwamba maneno yaliyoandikwa katika vitabu vya Agano Jipya kuanzia Mathayo hadi Ufunuo ni maneno ya Yesu, kama Yesu mwenyewe anavyosema katika ile Mathayo 7:26. Yesu anasema kila ayasikiaye hayo maneno yangu asiyafanye atafananishwa na mtu mpumbavu. Nasema hayo maneno ndio amri zake Yesu, kama Yesu mwenyewe anavyosema katika Yohana sura ya 14 na mstari wa 21, anaposema yeye aliye na amri zangu na kuzishika ni kuyafanya hayo maneno, na kuzishika yeye ndiye anipendaye, naye anipendaye atapendwa na Baba yangu, nami nitampenda na kujidhihirisha kwake. Nimesema hayo maneno ndio sauti yake Yesu mwana wa Mungu, kama anavyosema katika ile Yohana sura ya 10, ile Yohana sura ya 5 mstari wa 25. Yesu anasema amini nawaambia, saa inakuja na sasa ipo, wafu watakapoisikia sauti ya mwana wa Mungu, na wale wasikia watakuwa hai. Kuisikia hata uwe hai ni kuyafanya yote maneno yaliyoandikwa katika vitabu vya Agano Jipya tu. Hayo maneno ndo unabii wake Yesu aliye kitabu. Kuyafanya yote maneno yaliyoandikwa katika vitabu vya Agano Jipya, huo ndo upendo wa kumpenda Yesu, hata naye akupende na kujidhihirisha kwako. Kuyafanya yote hayo maneno, huo ndo usafi wa moyo, hata uweze kumuona Mungu. Kuyafanya yote hayo maneno ya Yesu ndo kumpenda Yesu, hata na Mungu akupende. Mungu akusaidie sana. Acha kudanganywa, acha kuambiwa mambo mengine. Kazi ya kumtumikia Mungu, wewe uliye mtu wake Mungu, iko moja tu. Acha kumtumikia mtu. Wewe sio mtu wa mtu, ni mtu wa Mungu. Ujue utumishi wa kumtumikia Mungu kwamba ni kuyafanya yote maneno yaliyoandikwa katika vitabu vya Agano Jipya tu. Tena katika vipindi vyangu nimefundisha kwamba maneno matoleo yote yaliyokuwa yakitolewa kabla ya Yesu kuja kulifanya Agano Jipya na kulifanya hilo la kwanza kuwa kukuu, achana nayo. Bali matoleo yote yaliyoandikwa katika vitabu vya Agano Jipya unayatoa yote vile vile kama yalivyoandikwa. Mungu akusaidie. Mungu akusaidie. Unaweza ukadhani umeokolewa, kumbe ulishaondolewa uzima, ni mfu, kisa kuto kuyafanya yote maneno yaliyoandikwa katika vitabu vya Agano Jipya. Mungu akusaidie we. Acha kusema sisi dhehebu letu, sisi dini yetu. Mchungaji wewe,
unayedanganya washirika wako. Unasema mtolee Mungu fungu la 10 na malimbuko unakula, nyanya unakula, mahindi unakula, usiye Mungu. Hapo wewe uongo huo utatupwa jehanamu kwa ajili ya uongo. Hivyo unavyoendelea na uongo huo ni mfu. Na hicho kituo ulichopewa kwamba hapa ndio kituo utakuwa unasimamia kufanya kazi ya Mungu, hapana, wewe ni mfu. Wafu hawafanyi kazi ya Mungu, maana wewe ni mfu. Uliposema uongo hukusema kweli, ulisema uongo uliongezewa mapigo, hukusema kweli uliondolewa uzima. Wewe ni mfu hapo ulipo na utatupwa jehanamu. Mungu akusaidie wewe kama wewe. Achana kusema sisi, achana na kusema sisi. We mchungaji, mbona umepotezwa? Mbona unasema uongo? Mbona unakula malimbuko? Usiye Mungu, achana na uongo huo. We usijali cheo ulichopewa na huyo mkubwa anayewapatia vyeo vya uchungaji. Usijue kwamba ana hasira. Huyo yuko mkono wa kushoto, yupo mkono wa kushoto, yupo katika njia pana iendayo upotevuni. Huyo kiongozi wako mkubwa. Acha kufuata anayokuambia wewe, fuata anayokuambia Yesu. Maneno ya Yesu yaliyoandikwa katika vitabu vya Agano Jipya tu. Hii ni huruma, kwani Yesu ni mwokozi peke yake, hayupo mwokozi mwingine. Ndio katika vipindi vyangu nimesema kwamba uzima wa milele ni Yesu. Uzima wa milele ungekuwa unanunuliwa, hata wewe unayezini moyoni wala hutubu ungeununua huo uzima wa milele, ungekuwa nao. Lakini kwa sababu uzima wa milele ni Yesu na haununuliwi, wewe unayezini moyoni wala hutubu umeharibu hekalu la Mungu, na Mungu alishakuharibu wewe. Mungu akusaidiwe ujielewe, ujitambue. Tena nimesema kwamba vitabu ninavyovisoma unasoma wewe kama wewe, usipende kusomewa. Mara nyingine unasomewa na hawa viongozi ndio unawaamini walivyosomaji, ni ndivyo ilivyoandikwa. Hapana, soma wewe kama wewe, uelewe. Kuondoa lolote ni kufanyaje? Ni kutokulifanya. Kuyaongeza ni kufanyaje? Ni kuyafanya yasiyoandikwa katika vitabu vya Agano Jipya. Ndio Yesu ni mwokozi, wakati wake umeshawadia wa kuwajuza watu wake ambao wanadhani kuwa wameokolewa, kumbe walishaondolewa uzima, ni wafu, kwa sababu ya kuto kuyafanya yote maneno yaliyoandikwa katika vitabu vya Agano Jipya tu. Ni wafu, hawajaokolewa. Huu ni wakati wa Mungu wa kwamba watu wake waokolewe, wasije wakawa wanautaja wokovu mdomoni. Tumeokoka sisi, dhehebu letu ni la wokovu. Wapi? Hakuna dhehebu liliokolewa. Dhehebu la wokovu halipo. Wokovu ni Yesu, ndiye mwokozi. Kuyafanya yote maneno yake, huo ndo utakatifu, huo ndo usafi wa moyo, hata uweze kumwona Mungu. Ashukuriwe huyu Mungu wa huruma kwa wenye mwili wote. Asante kama umenipata. Nimesema mara nyingi sana kwamba vitabu ninavyovisoma unavisoma. Kama umekuta una swali, nipigie simu, naenda kutaja namba ya simu yangu 07 53 96 91 99. Nipigie niende kumshukuru huyu Mungu aliye mwema mno. Baba yangu nakuinua, Baba yangu nakuinua, nakuinua usiyeshindwa. Nakuinua Muumba wangu, hukushindwa kuniumba
uliniumba kadiri ulivyokusudia na niliumbika. Haleluya! Ninakuinua Baba yangu, asante kwa kukitumia kinywa changu. Uliniumba ukataka niweze kujua kutamka, ndo umekitumia kwa siku ya leo. Uinuliwe. Nani mwingine nimtolee shukurani za dhati toka rohoni? Ni wewe peke yako. Asante Yesu Kristo, umenena, umenena Mungu wa nyakati. Jina lako liendelee kukuzwa. Wewe ni mwokozi wa wenye mwili wote. Nani aokoe usipookoa wewe? Yesu hayupo na hata kuwepo, aendelee kutokuwepo, kwani upo, umejitosheleza. Asante Baba yangu, nakushukuru mwema. Nenda sasa kumsikizisha kila mmoja, kumtafakarisha kila mmoja, jiwe kwamba hajaokolewa, ameondolewa, yuko nje ya mji mtakatifu Yerusalemu mpya aliyeshuka kutoka mbinguni. Haleluya! Ninakuinua Mungu. Umesikia, hujawa mbali nami, hata usisikie nishukurupo au niombapo. Umesikia, ni machache. Amen.